huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa na waumbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma, nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndugu zangu, hizi ni habari za Yesu Kristo alipokuwa akitenda kazi. Ukisoma nyuma ya habari hizi, kuna mambo kama mawili hivi yako nyuma ya hii habari mpaka tunafikia hapa katika mlango wa 14. Habari ya kwanza, tunapata taarifa kwanza ya kifo cha Yohana ambaye aliuawa na Herode. Nafikiri habari tunaifahamu vizuri, lakini ukienda mbele kidogo tunakutana na habari ya Yesu tena akifanya huduma na makutano ya watu wengi wakimfuata. Watu wengi wakimfuata, watu waliokosa matumaini wanamfuata Yesu Kristo ili wapate matumaini, kwa kuwa Yesu Kristo kwa wakati ule ndiye alibaki pekee tumaini la watu. Watu walikuwa na shida mbalimbali, watu walikuwa na magonjwa, watu walikuwa na shida za kila aina, kila mtu alikuwa na shida zake. Yawezekana wengine walikuwa na shida za kiuchumi, yawezekana wengine walikuwa na shida za hapa na pale, wengine pengine ndoa zao zilikuwa zinasumbua. Maandiko hayajaeleza shida ya kila mmoja, haijaeleza kwamba kwa kila mmoja alikuwa na shida gani, lakini kwa ukweli watu walimuona Yesu Kristo kwamba ndiye pekee kwa wakati wao ule amebakia kwa tumaini lao. Ndio maana watu wengi walimfuata kila alikokwenda. Makundi makubwa ya watu walimfuata Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ukisoma mstari, alifika mahali akawaponya wengine magonjwa yao, walikuwa na magonjwa mbalimbali, aliwaponya. Na kila mwenye shida alikutana na Yesu, shida yake iliisha. Wote walikutana na Yesu, shida zao ziliisha. Wakamfuata Yesu, wakaenda, wakafika mpaka mbali kabisa. Wakaenda kwa masaa mengi na muda mrefu mpaka wakachoka na kuchoka, wanatembea wanamfuata Yesu Kristo. Baadaye Yesu Kristo akaona hao watu wana njaa, akawalisha watu ngapi? 5,000. Bwana Yesu asifiwe sana. 5,000 wanaume. Sasa nilikuwa nasema wanaume walikuwa 5,000. Je, wanawake walikuwa wangapi? Sababu wanaume, ukiona wanaume nao wanafuata makundi ya watu, unajua kuna kitu cha pekee sana nakifuatilia wanaume hao. Basi wanawake wanaweza kama 2 au 3 zaidi ya wanaume. Lakini sio hao tu, hata watoto nao walikuwa wanafuata. Je, watoto walikuwa wangapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanaeleza hiyo kitu. Hizi ni habari za nyuma. Wakamfuata Yesu Kristo. Baada ya kumfuata Yesu Kristo, wakafika mahali wakawa wamechoka sana na muda kwa umekwenda, na kweli Yesu akatazama. Wao hawakusema, ila Yesu aliona yeye, akaona watu wana njaa. Na kina Petro na wengine wakamwambia Bwana Yesu, waruhusu watu warudi kwao sasa, kwa sababu wana njaa. Akasema Yesu Kristo, hapana, wapeni chakula. Wakasema, jamani, tuwapa chakula tukipata wapi na umati wote wa watu? Akasema, kwani kuna nini? Mwambie jirani, kuna nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Una nini? Hata mtumishi wa Mungu Musa aliulizwa, una nini mkononi? Akasema, nina fimbo. Kumbe alikuwa na kitu, si ndio? Wewe mwenzangu, una nini? Bwana Yesu asifiwe. Una kitu gani? Una kitu gani? Kupitia hicho kitu Mungu anataka kukikuza hicho kitu ulicho nacho. Mungu anasema, mimi Bwana hapa nilipo mimi nina biashara.
mwingine mimi nina hiki, mwingine mimi nina hiki. Yesu anataka hicho hicho ulicho nacho ili apate kukikuza hicho ulicho nacho. Una nini mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema sisi hapa tuna mikate tu. Kuna mikate na samaki. Kwa mikate mitano kama sitakosea. Kwa mikate mitano na samaki wawili kama sitakosea. Akasema basi lete hiyo hiyo. Akabariki, watu wakala au watu 5,000 wakala na kusaza. 5,000 wanaume. Lakini wanawake walikuwepo, hawakuhesabiwa. Zamani walikuwa hawahesabiwi, kwa sababu hawakuhesabiwa. Zamani wanawake walikuwa hawahesabiwi. Sio kama mnaelewa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuja kuleta mapinduzi. Wanawake walikuwa hawahesabiwi. Hata kwenye mila na desturi wanawake walikuwa hawahesabiwi. Kitabu cha dini kikao wanaume, wanasema wanawake mkakae pale. Si ndio? Mkakae pembeni, wanaume wana kikao. Tunamshukuru Mungu, ukombozi mkubwa sana sasa umepatikana. Wanawake walikuwa hawahesabiwi. Kwa hiyo wanawake hawakuhesabiwa na watoto hawakuhesabiwa. Lakini wanaume ndio waliohesabiwa, walikuwa 5,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliwalisha hawa watu wote kwa muujiza mkubwa kabisa. Walilisha watu wote hao. Baada ya hapo ndipo sasa ikabidi safari iendelee. Walifika kwenye ile bahari ya Galilaya, wanabidi waendelee na safari. Yesu akasema mimi nataka niwaage makutano. Ninyi wanafunzi wangu mtangulie, mpande ni mashua muende. Wakaanza safari. Nilikuwa naangalia kwenye video na ndugu yangu mmoja ninasoma naye chuoni pale. Alishafika Israeli. Amechukua video zake nazo amezitunza za bahari ya Galilaya. Sio inafanana nafikiri kama nilivyoenda na kule ziwa Nyasa linavyoonekana, liko ishalionekana, na nilivyoenda ziwa Victoria siku moja nilikuwa naangalia, nikapanda, nikasema ngoja mimi niambulie nipande ile wanaita nini, kivuko. Nikapanda kivuko, nikaenda ngambo nyingine tena nikarudishwa. Nikasema na mimi nishuhudie. Nilipanda siku moja nikaona maji jinsi ambavyo haonekani huko yalikuwa ishia, yaonekani vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hii bahari ilikuwa hivyo hivyo, hii bahari ya Galilaya, bahari ya Galilaya iko kama ziwa hivi. Basi walipanda wakaanza kwenda, wakawa wanakwenda, ikafika mpaka jioni. Yesu akaaga watu huku, alipoaga watu, akawaaga makutano, akaenda mahali pa faraga kuomba, akaomba mpaka giza likaingia, mpaka saa 400. Sio saa 400 ilikuwa saa ngapi? Mpaka saa 400 ikafika. Ndipo Yesu akawatembelea. Sasa wale wakiwa wanaendelea mashua, baadaye ulitokea upepo kwenye hiyo bahari ya Galilaya. Ikatokea na mawimbi mazito kwenye bahari ya Galilaya. Chombo kikaanza kusuka huko, wakaanza kuogopa, wakaanza kupata mashaka, ilikuwa ni giza. Ndugu zangu, usiku kwenye maji mengi kunatisha. Niwaambie ukweli watu wangu, usiku kwenye maji mengi kunatisha. Wakiwa na dhoruba hiyo dhoruba imekazana, dhoruba ipo. Upepo mkali, chombo kinasukwa, ghafla na kagiza, kama giza lipo na maji yanatisha, maji mengi yanatisha, hata ukiangalia yanatisha. Ndipo wakaona kama mtu anakuja. Wakapiga mayowe, wakaanza kuogopa. Wakasema huu ni mzimu au hiki ni kitu gani? Wakaanza kuogopa. Walipoogopa, wanaogopa. Yesu akasema msiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema ni mimi, msifanye nini? Msiogope, ni mimi. Jipeni moyo. Aliongea maneno matatu. Alisema jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawa wanaogopa, mambo yanatisha, hali inatisha, mawimbi, alafu wanakuta kuna kama kivuli, alafu kuna giza, alafu maji ni mengi, wako kwenye chombo kinasukwa. Mimi nakwambia hata ungekuwa wewe ungeogopa. Hata ningekuwa mimi ningeogopa. Sio kidogo, ningeogopa. Kama hujawahi kupita kwenye maji mengi, nakwambia ukipanda ile ukipanda tali wanaita kivuko, ukipanda kile kivuko kile. Yaani yale maji jinsi yalivyo tu yani. Yaani maji mengi ndugu zangu yanatisha. Unaweza kutumbuka kwenye maji ukafa kabla ya wakati wa kufuka kwa sababu ya hofu kakuja. Maji yanatisha. Alafu sasa ilikuwa inatisha, sio mchana, ni usiku. Alafu sio usiku tu, kuna dhoruba na upepo mkali unapuliza na chombo kinasukwa. Halikuwa jambo dogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Yesu anasema jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro akasema sasa kama ni wewe basi niruhusu na mimi nitembee juu ya maji. Akasema sawa, njoo. Petro akapeleka ombi, kama ni wewe basi na mimi niruhusu, kwa kuwa wewe unakuona utembee juu ya maji, niruhusu na mimi nitembee. Akasema
Petro akatoka kwenye ile mashua, akaanza kutembea kwenye maji. Akatembea kama anatembea hapo. Akaanza kutembea na yeye. Kumbe nimetembea juu ya maji. Inawezekana kutembea juu ya maji katika hali ya kawaida. Nilikuwa naangalia kwenye nilikuwa naangalia story moja kwenye YouTube. Wakasema kule Amazon kuna mjusi mmoja anaitwa Jesus sisi wanamuita. Mjusi Yesu sisi wanamuita mjusi Yesu. Wanasema na yeye anatembea juu ya maji. Wanamfananisha na Yesu anatembea juu ya maji. Hakuna mwanadamu aliyetembea juu ya maji zaidi ya Yesu, na mtu mwingine aliyefanikiwa kutembea juu ya maji duniani hapa, kutembea juu ya maji ni Petro. Naye alitembea kwa kibali cha Yesu Kristo. Alimruhusu kwamba atembee, naye akatembea juu ya maji. Jambo ambalo liliwezekana kwa Petro kwa sababu alituma ombi kwamba na mimi naomba nitembee juu ya maji, naye akatembea. Hata yale yasiyowezekana, watu wa Mungu, tukimwomba Yesu Kristo na tukaamini, yatafanyika, hata kama akili na sayansi inagoma, lakini mambo yatafanyika. Inawezekana kuwa ni ugonjwa, ukasema ugonjwa hauwezekani. Ni kweli, sayansi inasema ugonjwa hauwezekani, sayansi inasema hiki hakiwezekani, lakini nataka nikwambie kwa neno la Yesu akisema njoo, linawezekana. Kwake hakuna jambo ambalo haliwezi kuwezekana. Inawezekana. Ndugu zangu, yako mambo mengi katika dunia, hata sayansi inafanya nini? Imekataa. Imesema hili haliwezekani, hili haliwezekani, hili haliwezekani. Kama vile ambavyo haiwezekani mtu kutembea juu ya maji, na hakuna mtu anayetembea juu ya maji zaidi ya Yesu mwenyewe aliyetembea na Petro kwa kibali cha Yesu. Hakuna mwingine mpaka leo anayeweza kutembea juu ya maji. Hayuko hata mmoja anaweza kutembea juu ya maji. Lakini Petro alipata nafasi hiyo, akatembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipotembea, bahati mbaya sasa, siku ilikuwa kuna upepo. Upepo kaliongezeka. Mawimbi yakaanza kuja. Mimi nishangaa najiuliza maswali. Huyu Petro maisha yake yote amekulia kwenye maji. Alikuwa mvuvi. Ameruhusiwa kutembea juu ya maji. Ameona mawimbi yanakuja ambayo ameyazoea kuyaona miaka yote. Wewe anafahamu uzito wake, labda anayajua uzito wake, si ndio? Kwa sababu alikuwa na uzoefu mkubwa, wewe anajua uzito wake. Mawimbi yalipokuja, akaogopa, akapata hofu, akaanza kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Alianza kuzama. Baada ya kuogopa, baada ya kupata hofu, akaanza kuzama. Imani yake iliteteleka ghafla baada ya kuona mawimbi yanaongezeka, lakini akasahau kwamba yeye aliyemwambia ya kwamba njoo na akaanza kutembea juu ya maji yuko karibu yake, akasahau. Ubinadamu kachukua nafasi nyingine. Akaanza kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, Yesu anasema jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Yesu hajasema ya kwamba katika maisha yetu hatuwezi kupitia mawimbi na misukosuko mbalimbali. Hajasema hatuwezi kupitia. Maandiko hajasema. Mimi nimesoma na nyinyi mnisikilize. Kwenye maisha yetu misukosuko itapita misukosuko mbalimbali kwenye maisha yetu. Tutapita katika misukosuko ya kila aina katika maisha yetu. Lakini ujumbe wa Yesu unasema jipeni moyo, msiogope. Jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Huo ndio ujumbe mkubwa ambao tunakumbushwa mimi na wewe leo hii, kwamba tusiogope. Hata kama tunapita kwenye misukosuko mbalimbali, tusiogope. Hata kama tutaokoa vikao mbalimbali na watu mbalimbali wakakaa kutujadili vikao vya kututishia maisha yetu, tusiogope. Haina maana ya kwamba vikao vitakaliwa. Haina maana ya kwamba matatizo hayatafika katika maisha yetu. Matatizo yatafika. Haina maana ya kwamba shida mbalimbali haziwezi kutokea katika maisha yetu. Shida zitatokea tu katika maisha yetu. Lakini ujumbe wa Yesu anasema pamoja na shida, pamoja na kupita kwenye magumu mbalimbali, anasema tusiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ujumbe ambao tunakumbushwa mimi na wewe leo, tunakumbushwa ya kwamba tusiogope. Tusitazame mawimbi. Wakati fulani tunatazama tatizo. Unajua nikwambie kitu, mtu wa Mungu, kitu fulani ukitazama sana na kukifuatilia sana, kile kitu ukitazama kwa umakini mkubwa, basi kile kitu kinaingia moyoni. Kwa hiyo ukitazama sana
umakini mkubwa, lile tatizo linakuingia moyoni na linatengeneza hofu. Lakini kama kuna matatizo, sisi tumtazame nani? Tumtazame Yesu. Tukimtazama Yesu kwa umakini mkubwa sana, tukamtazama Yesu, tukaelekeza fikra zetu kwake tunapopita katika magumu mbalimbali, tukamtazama Yesu Kristo, kitakachozaliwa kwetu itazaliwa imani iletayo ushindi katika maisha yetu. Lakini tukitazama matatizo, hofu. Lakini la pili, watu wa Mungu, kama kuna tatizo limetokea, tukitaka tufanikiwe, watu wa Mungu, tulichukue tatizo, tumchukue na Mungu tunayemwamini. Tatizo hili hapa tulilete na Mungu tunayemwamini. Tukilileta, tukisogeza kwa Mungu tunayemwamini, hatuwezi kupata hofu. Hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo tunahimizwa ya kwamba tusiogope mawimbi yanapotokea. Tusiogope mawimbi yanapotokea katika maisha yetu. Lakini la mwisho, tukianza kuzama, tatizo limetulemea, tumlilie Yesu. Petro alimlilia Yesu alipokuta ameanza kuzama, alimuita Yesu, akamlilia Yesu. Akasema, Yesu niokoe. Yesu nitazame na zama na niokoe. Hakunyamaza wala kuangalia upande mwingine wala kushughulika upande mwingine wala kujitaabisha upande mwingine. Yeye alipaza sauti yake akasema, Yesu niokoe, ninaangamia. Yesu nisaidie. Tunapopita kwenye magumu mbalimbali, ndugu zangu, tumwite Yesu. Tusisite kumwita Yesu. Yeye anasema, mkiniomba lolote kwa jina langu, hilo mimi nitalifanya. Mkiomba lolote, hilo nitalifanya. Tusiwe na tashwishi yoyote. Kama kuna jambo linatusibu katika maisha yetu, tumwite Yesu. Tusihangaike. Wengine wanakuuliza watu, bwana, mimi na shida nifanyaje? Nakwambia, bwana, hiyo shida utakufa, anaweza kutishia utakufa. Ukitaka wewe, nenda kwa fulani akakusaidie, nenda kwa fulani kajizindike. Hapana, tunakosea. Kama kuna shida tunaipata, shida imekuja, tunajikuta tumelemewa, ndugu zangu, tumwite Yesu. Tumwite Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwape siri nyingine, watu wa Mungu. Unapokuwa kwenye maji, ukijiachia, si ndio? Yaani ukalala tu kwenye maji ukajiachia tu, unaanza kuelea. Ukipambana unazama. Kuna ndugu yangu mmoja alitumkiaga kwa Ulanga Kilombero. Nasikia kuna mtu mmoja mpana sana Ulanga Kilombero. Sijafika mimi huko Ulanga Kilombero. Walivuka na mtumbu. Walikuwa naenda ng'ambo ya pili kufanya uinjilisti. Mtumbu kajifunika. Yeye ndugu yangu, yeye kwa maisha yake yote alikoishi, alikuwa anaishi huko maeneo ya vitono. Miaka hiyo kulikuwa hakuna hata maji. Hata maji yalikuwa hamna. Na yeye alizoea mazingira ya kuoga, alikuwa anaoga maji mtaisi. Unaweza kuoga lita 2. Alafu alikuwa mtanashati, lakini anaoga maji tanga. Sijui alikuwa anaoga hata mimi sielewi. Wewe na mimi tuweza kwenye maji mengi, hatuwezi kuelewa hiyo kitu. Ila alikuwa mtanashati kuliko tunaoga maji mengi, alikuwa mtanashati. Maana yake nataka kusema nini? Hajawahi kuona maji mengi. Alikuwa hajawahi kuona maji mengi. Sasa kutokuwahi kuona maji mengi, alafu atumbukie kwenye mto mkubwa. Mto mpana, nasikia mpana kweli kweli. Kuna kipindi walijenga mpaka kivuko, nafikiri serikali mpaka kivuko. Si ndio? Yeye alitumbukia kwenye ile maji. Hata mzoefu wa kuogelea tu ni tatizo. Nasema yeye aliwaza mambo machache tu kwamba hivi mke wangu na watoto basi kwa heri. Hala kujipunguza kwa sababu hajata kuogelea. Aliogelea wapi? Maji yanaoga kwenye litabili. Angeogelea wapi? Akajiachilia. Akawa anaelea. Yaani alikuwa hana ufahamu, akawa anaelea tu. Anaelea kwenye maji. Kumbe unapopambana ndio unazama. Unajua nini? Mwili wetu huko hivi, mwili wetu uko kama nini? Kama gogo hivi au kama nani? Kama boti ilivyo hivi. Kwa hiyo ukikaa hivi unaanza kuelea. Ukipambana unazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, usipambane. Ukipambana utazama. Usipambane, utazama ukipambana. Petro hakupambana. Alipoona nazama, hakupambana. Hata kama alikuwa mzoefu wa kuogelea, lakini hakupambana. Nadhani labda alikuta kitambo kirefu sana, hata jifanya naogelea, hata fika popote kwa kuwa ni kitambo kirefu. Hakupambana Petro. Yeye alichokifanya Petro, alipokuta nazama, yeye hakupambana. Alichokifanya yeye, alimwita Yesu Kristo, akamwita Yesu
Kristo. Maana yake aliamua kujiachilia kwamba Bwana Yesu, na kuachia wewe ndio unisaidie. Ndugu yangu, ukipita katika magumu, mwachie Yesu Kristo. Usiumize kichwa. Kuna watu wanaumiza kichwa, wewe anakosa hata usingizi. Fika mara achia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakosa mpaka usingizi, anakaa na waza na kuwazua. Unawaza na kuwazua jambo ambalo halina majibu, haupati majibu, unafanya mawazo, unawaza masaa mawili, masaa matatu, usiku kucha, unalala chali, unaangalia, unahesabu urithi, hata umalize hesabu yake. Kwa nini uhesabu? Achilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwambie siri, kama unazidi kuwaza sana juu ya shida yako ulionayo, kama unawaza sana juu ya shida yako ulionayo, unazama, unawaza, baadaye unazalisha kitu kinaitwa BP inazaliwa. Kwa nini usijiachilie tu? Mwambie Bwana Yesu, ili tatizo ni kubwa, limenizidi, na kuachia wewe. Mwite Yesu, mwambie Yesu, niokoe. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kuwaza mambo yanayotuzidi kiwango. Kama kuna jambo unaona limekuzidi, mwachie Yesu. Yesu anasema juu ya jambo lako ulionalo. Jambo utakalolipitia leo, utakalolipitia kesho, kama litakupitia, anasema usiogope. Ni mimi. Usifanye nini? Usiogope. Tena anasema jipe moyo. Ni mimi, usiogope. Na neno ni mimi sitaki kulieleza sana, ni mimi. Maana yake mtu akisema ni mimi, maana yake nini? Ni mimi. Kwa Kiingereza sema I am who I am. Ni mimi. Kwa lugha nyingine nasema niko ambaye niko. Bwana Yesu asifiwe sana. Jipeni moyo, ni mimi. Si mnaelewa sentensi? Tena kwa Biblia imeweka mikato, si ndio? Jipeni moyo, mkato. Ni mimi, mkato. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake mimi ndio mwisho wa kila kitu. Kwa hiyo usipambane wewe, mwite Yesu Kristo akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu zangu, Yesu anatuona sisi tuko katika dhoruba mbalimbali. Yesu anatuona na anajua dhoruba yetu. Hilo ni jambo la msingi kulijua. Yesu anatuona na dhoruba tunayopitia Yesu anaijua. Lakini la pili, ndugu zangu, usitazame mawimbi, bali mtazame. Usitazame magumu yanayokusibu, bali mtazame Yesu Kristo. Magumu yanayokusibu katika maisha yako usiyatazame. Na dunia sasa imekuwa na mambo mengi sana. Imekuwa na makorokoro mengi, ina mambo mengi yanayosumbua akili zetu. Tusitazame hizo shida, tumtazame Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukimtazama Yesu Kristo tutapona. Tukitazama shida zetu tutakufa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitazama shida tutakufa haraka. Tukimtazama Yesu Kristo tutakuwa salama. Tukitaka tuwe salama, tumtazama Yesu Kristo tukiwa katika magumu tunayopitia. Tukiyatazama magumu tunayopitia, tutapata shida. Tukiwa katika hayo magumu tukamtazama Yesu Kristo, tutakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pili, tukikuta tumelemewa kabisa, tumwite Yesu. Tukiwa tumelemewa sana, tumwite Yesu. Na Yesu yuko tayari. Ndio maana anasema, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Amina, tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu mtakatifu, Mungu wa neema na baraka. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo linatutia nguvu na linatia moyo siku ya leo, ya kwamba tujipe moyo. Ni wewe unayesema na wala tusiogope. Nasi Bwana tunakutazama wewe, tunaomba tusaidie katika mapito ya maisha yetu. Wewe Mungu upate kuonekana katika maisha yetu. Tunayo magumu mbalimbali ambayo tunayapitia katika maisha yetu. Hatuna kimbilio lingine wala hatuna tumaini lingine, bali wewe umebaki peke yako, ndiye tumaini letu na kimbilio letu. Tunajiachilia mikononi mwako, kwa neema yako pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen.